Kwenye ulimwengu wa burudani nchini Tanzania kuna mastaa wengi wanaokuja na kuondoka, lakini kuna mtu mmoja ambaye amekataa kabisa kusahaulika. Jina lake limekuwa nembo, limekuwa biashara na limekuwa sehemu ya mazungumzo ya kila siku katika kila nyumba. Huyu anaitwa Wema Abrahamu Isaac Sepetu. Kwa miaka mingi isiyopungua 20, mwanamke huyu amekuwa kama dhoruba, akitikisa tasnia ya urembo, akitawala tasnia ya filamu na kuwa chakula cha kila siku cha mitandao ya kijamii. Amependwa kwa dhati, amehukumiwa kwa ukatili na ameshuhudiwa akianguka na kuinuka tena. Lakini katikati ya utajiri, umaarufu na uzuri wa sura yake, kulikuwa na ombwe kubwa lililomtesa gizani, kilio cha siri cha kutaka kuitwa mama. Leo Hotbiz Media inakuletea safari yake kamili, kutoka ikulu ya urembo hadi kwenye madhahabu ya muujiza wa sasa unaosisimua nchi. Safari yake Wema imeanza Septemba 28 mwaka 1988. Alizaliwa akiwa mtoto wa mwisho katika familia ya watoto wanne ya mwanadiplomasia na mwanasiasa mashuhuri marehemu Balozi Abrahamu Isaac Sepetu. Malezi yake hayakuwa ya kawaida. Alikulia katika mikono ya neema, akizungukwa na utamaduni uliomfanya kuishi na kufikiri kama mtu wa magharibi. Elimu yake ya msingi na sekondari iliandaliwa katika shule ya kifahari ya Academic International iliyopo Mikocheni, Dar es Salaam. Hapa Wema Abrahamu Isaac Sepetu hakujifunza lugha tu, bali alijenga ile sauti yake nyororo na ndogo inayojulikana sasa nchi nzima. Baadaye alivuka mipaka hadi nchini Malaysia, akijiunga na chuo kikuu cha Lincoln Kwingi kusomea biashara za kimataifa. Alikuwa binti aliyetayarishwa kwa ajili ya makampuni makubwa na diplomasia ya dunia, lakini hatima ilikuwa ni mipango mingine kabisa kwa Wema Abrahamu Isaac Sepetu. Mwaka 2006 ukawa mwaka wa mageuzi makubwa. Akiwa na umri wa miaka 18 tu, binti huyu mrembo aliamua kujitosa kwenye jukwaa la Miss Tanzania. Ulikuwa ni msimu wa ushindani mkali, lakini haiba, kujiamini na mvuto wa kipekee wa Wema Sepetu viliteka majaji na mashabiki wengi mno. Usiku ule Wema alitangazwa kuwa Miss Tanzania 2006. Nchi ilizaliwa upya upande wa burudani. Alibeba bendera ya taifa hadi Warsaw, Poland kushindana Miss World. Licha ya kutoingia kwenye 17 bora, jina la Wema lilikuwa limeshaandikwa. Kurudi kwake nchini hakukuwa kuwa mrembo wa kawaida, kulikuwa kwa star mpya anayeanza safari yake. Huyo ndiye Wema Sepetu. Kipaji cha kweli cha Wema kilikuja kugundulika kwenye sanaa ya uigizaji. Alinona na kuingizwa kwenye tasnia na nguli wa zamani marehemu Steven Kanumba, ambaye alikuwa mpenzi wake wa kwanza kwenye ustaa. Filamu yake ya kwanza ya A Point of No Return, akicheza kama Dina, ilionyesha uwezo mkubwa wa kuigiza kwa hisia kwa binti huyo. Wema akawa the madam wa Bongo Movie, akicheza filamu zaidi ya 20 na baadaye kuanzisha kampuni yake ya Endless Fame Production ya mwaka 2013. Alitengeneza filamu kubwa kama Superstar na Heaven Sent iliyompa tuzo ya mwigizaji bora wa kike mwaka 2018. Lakini jina lake lilipata nguvu zaidi kupitia mahusiano yake, pete ya uchumba kutoka kwa Diamond Platnumz. Pete hii ilitengeneza moja ya power couples kubwa zaidi kuwahi kutokea Afrika Mashariki. Maisha yao yakawa ya sinema ya nje ya skrini, na ingawa alikuja kuachana, kipindi hicho kiliimarisha ufalme wa Wema kama malkia wa headlines. Hata hivyo, nyuma ya kamera, tuzo, kampuni na shangwe za mashabiki, Wema alikuwa akipitia vita nzito kibinafsi. Kwa miaka mingi, changamoto ya kupata mtoto ilikuwa mwiba uliomchoma kila siku. Mitandao ilimcheka, jamii ilimhukumu kwa maneno makali, na yeye mwenyewe mara kadhaa alikiri kulia gizani, akipambana na maumivu ya kibiolojia na kijamii ya kutafuta mtoto, huku akipambana na maumivu ya kibiolojia na ya kijamii ya kutafuta mtoto. Lakini kama wasemavyo wahenga, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Miaka ya kusubiri, maombi na machozi hatimaye imepata jibu la dhati. Tanzania imeshuhudia muujiza mkubwa. Mwaka 2026, Wema Sepetu
amebarikiwa kupata mtoto na ujauzito wake wa hivi karibuni na msanii mwenzake anayefahamika kwa jina la Whozu. Wao, hongera sana kwao. Hivi karibuni habari za yeye kuandaa sherehe ya baby shower kwa siri zilitikisa nchi mno, na ingawa habari hiyo haikuwa siri tena baada ya yeye mwenyewe kujirekodi video na kuvuja mtandaoni wa kumshambulia, badala yake ulimlinda na kumshangilia. Ilikuwa ni siri iliyovuja, lakini ikageuka kuwa sherehe ya kitaifa ya upendo, kwa sababu kila mtu alijua ukubwa wa dhabihu na subira aliyoipitia. Kutoka mikononi mwa mwanadiplomasia Mikocheni hadi jukwaa la dunia Poland, kutoka malkia wa filamu wa skendo za mjini hadi kufikia heshima kubwa na takatifu zaidi ya kuitwa mama. Safari hii ya Wema Sepetu ni darasa tosha kwetu sote kwamba subira inaweza ikawa na maumivu ya muda mrefu, lakini mwisho wake hubeba heshima isiyofutika. Huyu ndiye Wema Abrahamu Isaac Sepetu, forever madam, na sasa ni mama mtoto. Kutoka hapa Hotbiz Media tunamtakia maisha marefu yenye baraka na malezi mema katika ukurasa huu mpya maisha yake. Sisi tunasema hongera sana Madam Wema Sepetu. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa simulizi hii fupi ya maisha ya Wema Sepetu, tunakuomba subscribe, like, share, comment taarifa zetu. Miti shamba nimekunywa sana. Nimeshakunywa sana dawa za Kimasai hizi. Yaani ilifika point nilikuwa niko very desperate. Zachowe kwamba mtu akiniambia tu kunywa hii na kunywa. Kunywa hii na kunywa. Nilikuwa niko hivyo. Yaani ukiniletea chochote, yaani wewe niambie tu koroga, changanya, kunywa, mimi nimo. Kwa hiyo nikawa niko too desperate in a sense that nahisi pia hata nikaongezea matatizo ambayo nilikuwa niko nayo. Kwa sababu one of the reasons ambazo doctor aliniambia, akaniambia kwamba unahangaika sana, unakunywa madawa ya aina tofauti, so unajikuta hutibu tatizo, unaliongezea, unazidi kuchanganya hiyo system yenyewe. Exactly. So sasa hivi nimetulia kwanza, nimeona bora kwanza hebu ni calm down, nisubirie huo mwaka alafu nianze tena desperate. Oh yes, sawa. Desperate more.